Si ailleurs, les forces armées mènent des opérations de neutralisation des groupes armés, notamment dans les secteurs de Walendu Tati et Piti en territoire d'Ndjougou, en chefferie de Bahema Bagoro Spanda, c'est la paix, la stabilité et la tranquillité de la population. Constant fait par le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires à Nitori, en visite de presse dans cette partie de la province. Témoignage des habitants. Le calme règne ce jour à Lopa, nous disons merci pour ça. Mais quel État mette fin à cet embêtement de la milice Codeco? Nous souffrons. Il est noté les retours de la population, reprise des activités socio-économiques ainsi que la cohabitation pacifique entre les forces armées et la population, affirme M. Jean-Baptiste, un habitat du milieu. Tout est calme, les gens vont aisément au champ, les jeunes vont à la carrière, les jeunes vont à la carrière, les enfants étudient aisément, ça va. À en croire lieutenant Gilles Ngongo, au regard des résultats observés sur terrain, les forces armées sont à la phase de normalisation de la situation sécuritaire. Telle est la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, a dit le porte-parole de l'armée à Nitori. Après la maîtrise de la violence, après la stabilisation, nous voici en territoire de Djougou à l'ère de la normalisation. C'est ça le fait final recherché dans les opérations militaires à cette période d'état de siège. Cette stabilité est également observée dans une grande partie du territoire de Romou, notamment à Komanda, où la vie reprend normalement. Tunapokea meya mji Bunya, karibu meya mji wa Bunya. Asante sana. Sasa tunaona hali ya town iko mbovu, ni nini? Hali si mbovu, sasa vile unasema, hali ni wasiwasi. Na sio kitu kingine, ni joi maplaki. Ndio unasikia hali watu wakipiga kelele, wakiwaza kwamba kuna tatizo fulani fulani, kumbi mambo ni sawa. Sasa ufafanue kwa mzuri kwa raia, plake ni nini? Juu ya nini inabidi watu waununue plake? Ndio ndugu, plake ni kitu cha maana sana kwa gari na kwa pikipiki. Plake ni kitu wanaweka kwa gari kwa kutambulisha mwenye nayo, na pia kwa kutambulisha fasha napokaa na gari inaobeba hiyo plake. Sio kitu kenye kinakamachwa kwa hali mbaya, ni plito kwa hali nzuri. Kwa sababu unapokuwa na plake kwa gari, watajua ni ya nani na unakaa wapi na ni gari aina gani, wameifanya wakati gani, ina muda gani kwa mji. Cho plake. Plake haiko kitu kibaya kwa gari. Sauti imesema ya kwamba hii sio muda kuuza plake. Yaani iko muda kutafuta kwanza amani, kwani watu wamelia sana. Vita ukando kando, hawawezi kutoka nje ya Bunya kusafiri vizuri, hakuna. Ingekuwa heri unaanza kwanza kutia amani mbele na wanauza plake nyuma. Katika town kuna amani. Kama unasema ke amani, sijui utasema namna gani. Kwa mimi na wewe tuko hapa katika town, hakuna tatizo lolote. Hiyo plake tunaitafuta kwa nini? Ndio. Hiyo ndio ulizo ungepasha kuuliza mimi. Tunaitafuta kwa nini? Kwa sababu watu wengine wajambazi, watenda maovu, au wanatembea na magari bila plaki, wanatembea na mapigipigi bila plaki, na unapoua watu, wanaojambaza watu, wanakimbia sisi watu kuwaona. Tunawafuata, hakuna namna tuwaone. Hata kama kwa usiku tunawapata, tunatupia hii wanaita fari za kwetu, hatutajua kwa sababu gari lao ama moto ya kwao haina plaki. Kungekuwa plaki ya hiyo magari ama ya hiyo mapikipiki, tutaweza tukaitambua kwa mbali na tunakamata namba tu. Tunapochukua hizo namba, tunaenda kwa service atitre, huko kwenye wanazitoa, tunajua ni ya nani na nani alikuwa akitembeza. Hapo tuweza tukafanya maanketi na jua wanaona kufanya majambazi katika town. Plake wakati tunaifanya kama muda kama na huu, ni kwa amani peke yake. Ni kwa sababu tunapenda watu wawe salama. Kwa sababu kila mara watu wakisema wanaua mtu, wanajambaza watu, wanaiba, tunatafuta hiyo mambo, hatupate gari, hatupate pikipiki, juu hakuna plaki. Leo hii tunasema no. Possibility ya kwanza kujua wale wajambazi ni kudabor kuidentifia magari zetu zote na mapigipigi. Tunapojua zile zote, tutakuwa na possibility ya kufanya mankete wakati wa matatizo fulani fulani. Voilà. Sasa sauti nyingine imesema ya kwamba nyinyi mnanyanyasa tu raia tu plaki nini juu ya plaki hii. Hatuna nasi.
Tunanyanyasa nani? Hiyo plaki kama wanauza kwa niaba yao, ni kwa ajili yao wenyewe. Hatunyanyase mtu. Na kama kunaingia kipesa, sitatumikani wao tu. Hizo pesa zikienda kwa konti ya leta. Leta atakamata hizi zote zina pesa, anafanzia mabalabala, anafanzia kitu fulani. Wewe uko unasema mabalabala zinakufa. Mavilalo haviko. Hizo pesa sitafanya pia makazi. Wale watu wanalipa hizo maplaka na ni wale tena watu protest ile pesa zao. Mimi sione kunyanyasa. Polisi anyanyase yote, deja anyanyase yote. Ni kanuni ya sheria. Nchi zote za dunia. Ndugu huko katika nchi, umetembea nchi za dunia, za Ulaya, za Amerika, hata za Afrika. Nchi gani umefika ndani ukuta watu wakitembea bila plaki? Unitai nchi moja kwa dunia. Kama hiyo nchi iko na sisi tuambatane nayo. Hakuna nchi, ni hapa tu. Kinshasa, unasikia kukoyo mambo. Uema provinces zingine, kukoyo mambo. Na wanalipa bila sababu. Ni hapa Buno ukileta tu kitu kidogo, wanatomboka. C'est comme si hao wako juu ya sheria. Sheria iko juu ya mtu yote. Hakuna mtu atakatala kitu sheria nasema. Walikuwa nasema ingekuwa heri wanalipa hata kwa nini mbili. Ya kwanza wanalipa swat $20 na ya pili wanalipa 15 hivi. Tumewaacha muda ngapi journalist? Wamebaki tumewapatia muda mrefu kwa kutafuta hizo pesa. Au wanapata $15, 12 ama 12 kwa siku moja. Tunawapatia miezi ngapi? Tangia miezi tuko miezi 6.5 tuko hapa katika mji wetu. Tumewaambia kama watafute plaque. Mwile miezi 6.5 hawajapata $35. Kameme. Na hiyo pesa zile huko unasema hawapate. Ukiwacha sasa hivi unakuta ukikunywa pombe. Wana leo hizo pesa zile huko wanalewa pombe wasiuze plaque. Wamesema huko Goma ni bei chini. Bei chini gani? Sawa gani? Wenyewe wamesema $20. Mimi siwe mambo ya Goma, mimi najua sheria yenyewe iko Bunia. Mimi siko Goma. Kama wanapenda waende uzie Goma, basi aende Goma auze plaki ya Goma itie hapa kwa sababu ni Kongo. Kama anauza plaki Goma, anaitembelea hapa ni Kongo peke yake. Akienda Bukavu, akienda Kinshasa anauza plaki, anaita kwa moto bora tu tuone motoni ya nani. Kwa hiyo anaona plaki iko bei chini, aenda iuze, aije kwa moto. Sawa, wana ya kwamba unakuwa wa politician wako huko nyuma chini ya mambo unasema unakia kujaza mfuko yenu tu. Utafuata wa politician kama unaofuata wa ndugu wao ndio wanatutia mambo harari kama hii. Ingawa sisi tuko na magumu fulani wale wa ndugu. Kama wangependa sema amani kwa hapa, kama amani tayari imefika, ni wao ndio uko nafanya hii chose au contraire. Wanafanya sambla kukua pamoja nasi na sambla kunya wale ni wapendi sheria. Sheria ndio wanaifuata. Hiyo parliament kwa politician. Sema ni wa politician ndio wanafanya hiyo kazi. Wanapofanya kazi tena uko sema sema msitimize ile tulisema. Wanapaswa kubali kikazi wanatupatia tuifanye na tuifanye kwa halali. Asante Meya Bunya, sijui ujumbe ya mwisho uko nao juu ya raia ya town ya Bunya. Ujumbe ni kusema watu watulie. Wajue kwamba tulikuja kwa ajili yao. Tunafanya kazi kwa ajili yao. Tunatumika usiku na mchana kwa ajili yao. Wauze plaki, hatutawabeba nyumbani. Hatutawafuata. Hakuna mtu tutapiga fimbo, hakuna mtu tutafunga juu ya plaki. Ni kitu kinafanyika kwa ajili yao wao wenyewe, kwa usalama wao. Haya, asante kabisa. Wasichana warembo